Tukamtafuta hadi mwili wake ulipopatikana maeneo ya Atomic Njiro katika Korongo akiwa amefariki. Na hakuna kosa ambalo lingestahili adhabu kubwa namna hiyo waliomfanyia kijana huyo ambao bado ana umri mdogo kiasi hicho. Toe rai kwa wale wauaji wakatili, ni vyema wakajisalimisha wao wenyewe. Narudia kusema damu ya mtu haiendi bure. Melo sarge lodu ngani pesho. Melo. Msinishangae tinanena kwa lugha hivyo hivyo. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 21 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Hapa ni katika mtaa wa Kitiangari uliopo kata Kimandolu jijini Arusha, ambako mamia ya wananchi wamejitokeza kwa ajili ya safari ya mwisho kumzika Piniel Saningo, baba wa watoto 4 mwenye umri wa miaka 42. Siku ya Jumanne mwili wake ulikutwa katika korongo la Mtotemi, huku gari yake ikiwa imetelekezwa umbali kama mita 300 hivi, lakini mwili wake ulikutwa ukiwa na majeraha. Lakini jeshi la polisi kwa kushirikiana na zimamoto na uokozi walifika katika eneo hilo na kutoa mwili huo kwa kutumia kamba, kwa sababu eneo lile la korongo ni eneo refu zaidi sana. Diwani wa kata ya Baraa, ambaye ni kata jirani, ameeleza kuhusiana na namna ambavyo msiba huu umeumiza wengi, huku mchungaji aliyehubiri katika ibada hii ya mazishi akieleza kwamba damu iliyomwagwa ya Saningo haitaondoka bure. Mpendwa wetu alifanikiwa kuoa mnamo mwaka 2009 na kujaliwa kupata jumla ya watoto 4, ambapo wa kiume ni 2 ambao wote wapo hai na wa kike 2 ambao wote wapo hai. Kifo. Mnamo tarehe 15 mwezi wa 3 2026, siku ya Jumapili usiku, mpendwa wetu alipotea katika mazingira ya kutatanisha, na familia na marafiki tukamtafuta hadi mwili wake ulipopatikana maeneo ya Atomic Njiro katika Korongo akiwa amefariki na majeraha mengi. Serikali inaendelea na uchunguzi wa kina juu ya chanzo cha kifo cha baba yetu. Nataka niwaambie damu ya mtu haiendi bure. Narudia kusema damu ya mtu haiendi bure. Melo sarge lodu ngani pesho. Melo. Msinishangae tinanena kwa lugha hivyo hivyo. Ili Kusaga asinipate. Melo sarge lodu ngani pesho. Engora kengai. Nishangai. Engoro la itoriani. Na Mungu awatie nguvu serikali yetu. Wale pia Mungu awapatikane wale. Mungu awafunue waliofanya vitendo hivyo vya kinyama. Ila vita vyetu si vya kwetu, ni vita vya nani? Vya Bwana. Wakati mwingine tunahangaika kwa sababu tunajaribu kubeba mizigo ambayo haikutakiwa tubebe. Mungu anasema nipe mimi ni Mungu wako. Nipe mimi huo mzigo. Mimi ni Mungu wako, usibebe. Mwachieni Yesu. Anatuambia njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na nini? Yesu anakuita, leta huo mzigo kwa Yesu. Wamechukua, wamemwadhibu sana. Adhabu aliyompa hailingani na kosa lolote, maana hata Mungu anasamehe. Mungu anasamehe. Hakuna kosa ambalo lingestahili adhabu kubwa namna hiyo waliomfanyia kijana huyo ambao bado ana umri mdogo kiasi hicho. Kwa hiyo kupitia hadhara hii nipende kutoa wito kwa jeshi la polisi, waharakishe ili wahusika wapatikane na wapelekwe mahakamani. Lakini pia si tu kupelekwa mahakamani, na wanafamilia wajulishwe hatua kwa hatua nini kinaendelea, ili nao wanafamilia waweze kufuatilia, maana hii ni kesi ya jamhuri. Lakini wanafamilia nao wanapaswa kushiriki hatua kwa hatua, ili waone kwamba wale waliofanya hivyo wanapata stahiki zao ambazo zina wastahili. Lakini pia nitumie nafasi hii
kulipongeza jeshi letu la zimamoto na uokoaji fire kwa namna ambao baada ya kupata taarifa hizi walishiriki bila kuona kinyaa, na hali ya mwili kwa wakati ilikuwa sio nzuri. Sisi ambao tumeshuhudia hali ya mwili ilikuwa kwa sio nzuri, lakini wenzetu wa fire walichukua hatua stahiki na kutusaidia mpaka tulipofikia hatua tuliofikia. Lakini la pili ni washukuru jeshi letu la polisi akiongozwa na Maita OCCID kwa jinsi ambavyo tulikuwa naye kuanzia mwanzo mwisho, lakini pia tunasikia kwamba hatua zinaendelea kuchukuliwa kwa wale ambao walihusika au wanaosadikika kwamba wanahusika, wamepanga njama au wametekeleza jambo hilo. Kwa kweli tunawashukuru jeshi letu la polisi. Kwa ninyi wananchi ambao mnanisikiliza na viongozi wetu wa kiroho, ukatili umekuwa mwingi. Zamani, baba mchungaji, mambo haya tulikuwa tunasikia kwenye mikoa ya mbali, kwenye wilaya za mbali. Leo tunasikia ndani ya wilaya yetu, ndani ya kata zetu na ndani ya mitaa yetu. Mimi bado naamini kwamba wahalifu hawakai mbinguni. Wahalifu hawaishi shimoni. Wahalifu ni vijana wetu, kaka zetu, wajomba zetu na jirani zetu. Leo hii unavyosikia kwamba kuna mtu ambaye amezubutu kutoa uhai wa mtu kama kung'oa jino bila ganzi, alafu na wewe kwa vile ni mtoto wako, ni shangazi yako, ukavumilia kumficha, ujue kwamba atakayefuata kufanyia uhalifu ni wewe mwenyewe. Nipende kutoa wito kwa wanajamii. Huwa jamii ikikataa kitu, ikikataa jambo, linaisha. Lakini jamii isipolikataa litaendelea kuwepo. Naombeni wanajamii, tutoeni ushirikiano kwa jeshi la polisi ili tuwabaini wale wote, maana tusipofanya hivyo watakaofuata ni mimi au wewe. Wanasema kwamba usipoziba ufa utajenga ukuta. Halikadhalika niwapongeze viongozi wa taasisi hizi ambazo zimezungumza hapa, walionyesha moyo wa kusaidia wale watoto. Nataka tu niwaambie wakuu wa shule hizi kwamba hiyo ni sadaka, na hiyo sadaka inafika kwa Mungu na mtapokea thawabu ya yale ambayo mmeyazungumza hapa. Baba mchungaji, kufikia hapo sisi tunaahidi kama serikali, kwa maana serikali ya kata ya Kimandolu na serikali ya kata ya Baraa, kwamba tutaungana na familia kuhakikisha kwamba ili jambo la kipolisi linafuatiliwa ipasavyo. Hata ikibainika ni mtoto wangu, mdogo wangu, nani yeyote ambao nina uhusiano naye, halikadhalika na ninyi ambao mnanisikiliza, tukubali sheria ikamate mkondo wake ili uovu uondoke kwenye jamii, kwa sababu tusipofanya hivyo atakayefuata ni mimi au wewe. Ukatili umezidi, lakini tukiamua sisi tunaweza kukataa na ukaisha kabisa. Zaidi sana ni mshukuru yule diwani ambaye amekuwa sababu ya ndugu yetu pia kupatikana kwa wepesi, katoa taarifa na tukaweza kupata mwili wa ndugu yetu. Lakini pia nishukuru jeshi la polisi, fire na wote waliohusika, ndugu, jamaa na majirani ambao mlitukimbilia pale tulipopata tatizo hili. Lakini niendelee kutoa rai kwa jeshi la polisi kuendelea kufuatilia. Lakini pia nitoe rai kwa wale wauaji wakatili, ni vyema wakajisalimisha wao wenyewe, kwa sababu tofauti tu na kwamba serikali inawatafuta, bado damu hii inawatafuta, maana hii damu haitatulia. Pamoja na kwamba na sisi wenyewe kama familia tunawatafuta, Mungu anawatafuta. Wajue kwamba ile damu aliyomwaga inawatafuta, serikali inawatafuta, lakini zaidi na kubwa ambalo hilo hawataweza kujificha, Mungu anawatafuta. Nikifikia hapo
ni washukuru wote. Nishukuru shule ya sekondari Kimandolu, nishukuru shule ya Bright Future, kama alivyosema Mheshimiwa Diwani kwamba hiyo ni sadaka mliotoa, na hiyo sadaka inaishi. Hiyo sadaka inaishi, na Mungu hata zipungukia hizi taasisi kwa sababu ya sadaka hiyo mliotoa. Lakini pia kuna rafiki zake na ndugu zake ambao wangetamani pia kuendelea kusapoti familia hii. Maana kama shule wanasapoti eneo la ada, basi hawa watoto bado watahitaji mavazi, watahitaji na vitu vingine. Kwa hiyo kwa wale marafiki, wale ndugu ambao watahitaji kuungana na hizi taasisi, tutaunda grupu la WhatsApp ambalo litakuwa tunawasiliana wote kwa pamoja kuhakikisha kwamba hii familia tunaitegemeza kwa namna fulani. Mtu mmoja anaweza akachoka, lakini tukiwa wengi, huyu akichoka mwingine anaweza akambeba mwingine. Kwa yuko ndugu yetu Richard Kastai, unaweza ukamuona ukampa namba yako atakuunga. Namba yake ni 0763 96 54 97. Ninarudia tena kwa usahihi zaidi, ni 0763 96 54 97. Hao ni kwa wale wote, na ikiwa hujapata hizi namba unaweza ukaniona pia nikakuwakilisha huko. Tajiunga katika ile grupu kwa yule ambaye ataguswa moyoni mwake. Baada ya hapo ni shukuru kanisa, uongozi wa kanisa pia, lakini niwaombe pia, baada ya hapa tutaanua tanga siku ya leo, na kama ilivyo desturi katika boma letu, tukianua tanga leo tumemaliza, hatuna tanga ndugu. Lakini kesho Jumapili saa 3 wanaboma wote tutakutana hapa na familia, na kama kuna mtu mwenye swali lolote au mwenye jambo lolote ambalo labda angetaka kueleza siku ya kesho, anaweza akafika. Wazee wa boma wapo, tutazungumza nao na tutayajenga. Yeyote mwenye swali kesho, yeyote mwenye jambo lolote kesho, usiache kufika. Kuanzia saa 3 wanaboma tutakuwa hapa pamoja na familia kuhitimisha